نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من البدع والضلالات والنيران اللهم آمين. أحبة وأحباب رسول الله، أولا أوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: إن للمتقين مفازا. Ahiba, baada ya utangulizi huo na vile vile kuhusia nafsi yangu pamoja na kuwahusia ninyi katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani ndiyo mafanikio na ufaulu kwa yeyote ambaye anataraji kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika iman, tukiwa tunaendelea na maudhui ambayo ilibakia, ambapo ni kuzungumzia aqabatu shaitani as-sab'a, mikakati ya shaitani saba au madakhilu shaitani fi idlali al-insani, au mbinu anazozitumia shaitani katika kumpoteza mwanadamu. Ndugu yangu Muislamu, tulitaja mbinu kama 3 au 4, tulitaja 4, na tufahamu ya kwamba Iblisu laanatullahi alayhi, yeye ameishi umri mrefu kuliko sisi, na ikiwa binadamu tu ambaye anafanya kazi fulani amefanya kwa muda wa miaka 50, anahesabika kwamba ana uzoefu mkubwa sana. Kwa hiyo ikiwa shetani ameishi umri mrefu sana tangu zama hizo mpaka hivi sasa, ina maana kama ni uzoefu, basi yeye ana uzoefu mzuri sana wa kuweza kuwapoteza wanadamu, kwa sababu ndio kazi yake na ndio taaluma yake. Kwa hiyo ni vizuri kufahamu baadhi ya mbinu ambazo Iblis ashaitan anazitumia katika kuwapoteza wanadamu. Kwani tuliona ya kwanza ambayo ni al-kufru, aqabatul kufri billahi tabaraka wa taala, kwamba mkakati wa kwanza anamtafuta mwanadamu katika kumkufurisha. Maana yake akifanikiwa hapo atakuwa amestarehe na amemuunga katika jeshi lake, kwamba huyu ni askari katika askari wake wanaofanya kazi yake. Lakini ikimshinda hiyo kwamba amekataa, basi anateremka katika aqabatul bid'a, anateremka katika mkakati wa bid'a, na anajua bid'a ni itikadi mbovu ya mtu kuamini kwamba hichi ndio sahihi, lakini kumbe sio sahihi. Kwa hiyo mtu ataendelea kuishi akifanya jambo akidhani ni la kidini, lakini kumbe sio la kidini. Kwa hiyo Ibilisi anaona kwamba baada ya ukafiri, baada ya ushirikina, hatua inofuata ni hatua ya bid'a. Hatua ya 3 ambayo ni aqabatu al-kabair, ni hatua ya kufanya madhambi makubwa. Kwa hiyo anakuja pia katika hatua ya madhambi makubwa, kwa sababu anafahamu ya kwamba nayo ina sehemu kubwa kabisa ya kuweza kumpeleka mwanadamu katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Akiona hiyo imemshinda,
anakuja katika aqabatu saghair, hatua nyingine, mkakati mwingine, anamtafuta katika madhambi madogo. Na ndio wengi leo tunadharau madhambi, na hata tukipewa nasaha tunakimbilia kusema hii ni dhambi ndogo, lakini si unawajibika kuiacha. Kwa hiyo hii ni fursa kwake, anaitumia kwa watu katika kuwapoteza kutumia madhambi madogo, kwa sababu anajua dhambi ukiwa unaifanya kila siku endelevu inabadilika kuwa ndogo na kuwa ni kubwa. Kwa hiyo mwisho wa siku dhambi ile inamwangamiza mwanadamu. Kwa hiyo leo tuko katika aqabatu al-khamisa wa hiya aqabatu al-mubahat. Leo tunaanza na aqabatu ya 5 ambayo ni katika mubahati, katika vitu ambavyo ni halali. Hii pia ni fursa ambayo Ibilisi laanatullahi alayhi anapenda kuitumia. Katika fursa hii fasha'alahu biha, akamshughulisha mwanadamu na kufanya mambo ambayo ni halali. Min al-istikthari, kuacha kufanya yale ambayo ya kukithirisha, minataa au minataat, katika yale ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, anamshughulisha na mambo ambayo ni ya halali. Kwa hiyo mwanadamu anakuwa anashughulika na mambo ambayo ya halali, anaacha mambo ambayo ni ya wajibu, anaacha mambo ambayo ni muhimu zaidi, anashughulika na vitu ambavyo kwamba la haraja ala fa'iliha, hakuna ubaya kwa mtu mwenye kuyafanya mambo ya halali. Lakini pale anapokuwa mtu huyu anashughulishwa na vitu hivyo vya halali mpaka akawa anaacha yale ambayo ni ya muhimu, walijitihadi fi tazawudi limaadihi, na kuacha kutoa juhudi katika kuzidisha kwenye maisha yake ya akhera. Kwa hiyo mwanadamu anatakiwa aangalie ikiwa hii ni halali, ambayo kwa islahi ya watu wa fiqhi, watu wa sheria wanasema la yuthabu wala yuaqabu fa'iluha, kwamba haadhibiwi wala hapati thawabu mwenye kuifanya. Kwa hiyo inabaki ni jambo ambalo kana kwamba lina uhuru, lakini ilikitumika vibaya linampelekea mtu kuingia katika makosa. Ikiwa ataacha yale ambayo ni ya msingi, itampelekea mtu huyu kuingia katika makosa. Yaqulu Allah tabaraka wa taala, anasema Allah subhanahu wa taala, i'lamu annama alhayatu ad-dunya la'ibu wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathuru fil amwali wal auladi kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutaman wa fil akhirati adhabun shadidun wa maghfiratun min Allahi wa ridwanun wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Aya katika surati al-Hadid aya ya 20. Allah subhanahu wa ta'ala anasema i'lamu, jueni na tambueni kwa yakini, annama al-hayatu dunya, hakika maisha haya dunia, maisha haya dunia mnayoyaishi ni nini? Ni la'ibun wa lahwun, ni mambo ambayo ni ya mchezo, ambao mchezo wenyewe ima ni wa maneno ya kupoteza muda, au ni matendo mnayoyafanya ya kupoteza muda bila faida, bila ya kuwepo faida. Walahun, na lahu ni mambo ambayo talhu biha alqulub, ni yale ambayo yanapumbaza nyoyo, kwamba ni ismu lifi'li au qaulin, ni jina la kitendo au maneno, miwarai dhalika, ambayo nyuma ya hiyo ni ataladhdhu wa tamattu, ni kupata ladha na kustarehe. Wasarfu anil alami wal humum, na ni vitu ambavyo vinafanya watu kuondoa machungu, wanaita ni burudani. Leo watu wengi wanasikiliza miziki wakiita ni burudani. Kucheza mpira na kushangilia wanaita ni burudani. Ani nafsi, kwamba inaondoa mawazo, inaondoa maumivu, inaondoa kama ulikuwa una hasira zako zinaondoka. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo yanawapumbaza wanadamu.
Allah subhanahu wa ta'ala akasema watafakhurun wazinatun, na hali ya kuwa na mengine ni mapambo, yale yote ambayo yanawafanya ninyi mpambike, ikiwa ni katika mali, ikiwa ni chakula, ni kinywaji, ni vipando na ya majumba yenu ambayo ni ya kifahari, na kuwa na cheo na kuwa na mamlaka na madaraka makubwa. Hivi ni katika vitu ambavyo vinawafanya ninyi mjifakharishe. Watakathuru fil amwali wal aulad, na kila mmoja anapambana katika kutafuta wingi wa mali. Wingi wa mali. Tukiulizana hivi sasa kwamba tuna kinachotuchelewesha sisi kuwahi swala ya Ijumaa, pamoja na kwamba tunajua Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwamba yeyote atakayewahi saa ya kwanza fakaannama qarraba badana, ni kana kwamba mtu huyu ametoa sadaka ya ngamia, na atakayewahi saa ya pili fakaannama qarraba baqara, kana kwamba ametoa sadaka ya ng'ombe, na atakayewahi saa ya tatu fakaannama qarraba kabshan, ni kana kwamba ametoa sadaka ya kondoo. Waman raha fi saati al-rabi'a, na atakayekuja saa ya 4 fakaannama qarraba dajaja, ni kana kwamba ametoa sadaka ya kuku mtetea. Na atakayekuja saa ya 5 fakaannama qarraba albayda, kana kwamba ametoa sadaka ya yai. Na baada ya hapo khatibu akipanda kwenye mimbari, malaika nao wanahudhuria kusikiliza, yastami'una dhikr, wanasikiliza dhikri. Hata wale ambao walikaa kwenye milango kama ilivyokuja katika hadithi nyingine, wanaandika watu wanaohudhuria, wanafunga madaftari yao, hawaandiki tena watu wanaoingia baada ya kupanda khatibu kwenye mimbari. Tukijiuliza kinachotufanya tuchelewe ni nini kama sio dunia, kama sio mali, kama sio kuitafuta dunia? Hizi thawabu za kukosa ngamia, hizi thawabu za kukosa ng'ombe, za kukosa kondoo, za kukosa kuku, hata mpaka yai, na hata ukakosa kuwekwa kwenye orodha ya malaika, kilichokuzuia ni nini kama sio kuitafuta dunia? Na kwa kisingizio kwamba biashara ni halali, ni vitu vya halali jamani. Mambo ya akhera na kuipigania akhera yetu ni dunia. Vile vitu ambavyo tunaviita ni halali, wadharul bai'i, na acheni kuuza, acheni kununua, manake hivi ndio kikwazo vinawafanya watu wengi washindwe kuitafuta akhera yao. Tunafeli kwa sababu ya dunia yetu. Ina maana akhera tumeiweka nyuma, dunia ndio iko mbele zaidi. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akasema kamathali ghaithin ajaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutaman, ni kama mvua ambayo inaponyesha unaona kwamba mimea inavyoota inamshangaza na kumvutia mkulima kwa ile mimea inapokuwa ni ya kijani, na kisha mimea ile inaenda kwenye rangi ya njano kwa kuonyesha kwamba inaiva, matunda yanaiva, yanafikia kwenye kukomaa. Kisha baada ya hapo inakuwa ni kama kuni, ni vitu ambavyo vimekauka kwa muda mfupi, uliona kuwa ni kijani, baada ya muda mfupi ikawa ni rangi ya njano, baada ya muda mfupi ni vitu ambavyo vimekauka. Akasema wa fil akhirati, na akhira sasa, adhabun shadidun, tutakutana au mtakutana na adhabu kali, kutakuwepo na adhabu kali, wa maghfiratun min Allahi wa ridwanun, na kutakuwepo na kusamehewa kwa wale walioteleza na kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Maana katika hii dunia kuna watu wa aina mbili, wale ambao wameifanya dunia ndio wamefika, itawapeleka dunia hiyo mpaka wanaacha mambo ya akhera yao kujishughulisha, mwisho wanakufa wanaenda katika moto. Wa fil akhirati adhabun shadid, na katika akhera kuna mambo mawili, ima uende kwenye adhabu, ima uende katika pepo, uende kwenye msamaha wa Allah, upate radhi za Allah. Na hii inategemea wewe ulifanya nini katika maisha haya ya dunia. Allah subhanahu wa ta'ala akaifananisha maisha haya tunayoishi. Ukiwa wewe ni mtoto,
mara umekuwa kijana, mara umekuwa mzee, kwa muda mfupi mwisho wa siku unaanza kuitwa marehemu, umekufa. Na ndivyo mazao tunayoyapanda tunayashuhudia, muda sio mrefu yakiwa ni kijani, muda mfupi yamebadilika kuwa njano, muda mfupi yamekauka. Na ndivyo mwanadamu unavyoishi maisha yako, ni maisha ya muda mfupi, ni maisha ambayo yataisha dakika zinazofuata, wala usitegemee kwamba wewe utaishi kwa kudumu. Kama hii dunia ni kitu kidogo kama maisha ambayo ya mimea tunayoiona, ni kitu gani kinachokufanya mpaka udanganyike na dunia uache kuitafuta akhera yako? Wamal hayatu dunya illa mata'u lighurur. Allah anasema haikuwa hii dunia isipokuwa ni starehe ndogo tu. Ukikompea na akhera, dunia ni starehe ndogo. Kama kuna vitu utavipata utasema umestarehe, bado itakuwa ni starehe ndogo. Hiyo starehe ni yenye kuondoka, hiyo starehe ni yenye kuisha, ina mwisho wake. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, tunafahamu na tunajua kinachotufanya sisi leo, na ndio shetani ametukamata na anajua katika vitu vya halali. Leo mtu ananyang'ana na kuambia lakini ni halali bwana. Biashara ni haramu sasa? Ni halali. Lakini tuangalie umeacha vitu vingapi ambavyo ni vya muhimu kuliko hicho cha halali. Na wakati mwingine vitu hivyo ambavyo tunavisema ni vitu vya halali, watu wameingia kwenye biashara mpaka hata hawajali swala yenyewe, acha kuhudhuria siku ya Ijumaa, hata swala kuna watu hawaswali kabisa. Allah anasema fakhalafa min ba'dihi mukhalifun adwa'u salata watabau shahawati fasawfa yalqauna ghayya. Na wako watu ambao kizazi ambacho kimekuja baada ya watu wema, kizazi kiovu, kinafuata kuhangaika na mambo ya kidunia, mambo ambayo ni halali, mpaka wakaiacha swala, wakaipoteza swala. Na hawa muda sio mrefu wataingia katika moto, kwa sababu walishughulishwa na nini? Na dunia. Kilichotushughulisha ni nini? Ni dunia. Leo ni wangapi hata swala za jamaa tunazikosa kwa sababu ya dunia? Leo naweza ukashangaa mtu ni mfanyabiashara wa toyo, adhana imetolewa, amekuja mteja na kuambia twende kupeleke mara moja. Fadhila za jamaa alizoziacha, na hiyo hela unaoipata labda 2,000, thamani yake ikoje na jambo la kiakhera? Haliwezi kutokea hilo isipokuwa ni udhaifu wa imani. Na ndio fursa ambayo anaitumia Ibilisi katika kuwapotezea wanadamu mambo ambayo yenye fadhila na yenye kheri iliyokuwa kubwa. Ndugu yangu katika imani, jambo lingine katika mambo, baada ya kutoka katika hili, anahama katika jambo lingine, wa aqabatu as-sadisa, aqaba ambayo ni ya 6 ambayo anaitumia Ibilisi. Anasema aqabatul a'mali almarjuha almafdula min at-ta'at. Anasema Ibilisi anaangalia kwamba katika matendo unayoyafanya kuna matendo mawili, yani kuna jambo hili ambalo ni bora zaidi na hili ni bora, hili lina nguvu zaidi, hili halina nguvu. Lakini unakuta mtu anaacha kufanya jambo ambalo ni bora zaidi. Katika hayo sizungumzia kidunia, hayo ya ibada. Katika ibada zinazidiana, kuna mambo ambayo yana fadhila kubwa kuliko mengine, lakini utakuta mtu anashughulika na jambo ambalo lina fadhila ndogo akaacha lile lenye fadhila kubwa, jambo ambalo lina nguvu akalifanya lile ambalo halina nguvu. Nasema haya ni katika maneno, ni katika njia ambayo anaitumia Ibilisi. Yaqulu Allah tabaraka wa taala aj'altum siqayata al-hajj wa imarata al-masjid al-haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yasawuna inda Allah wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Allah subhanahu wa ta'ala anasema aj'altum siqayata al-hajj, mmejalia ninyi kuwanywesha maji mahujaji,
na kuimarisha msikiti wa Haram kwamba ni bora kuliko mtu anayemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kuliko mtu ambaye anapigana jihadi, mnaona kwamba hili ni bora zaidi, kama ilivyokuja katika tafsiri Ibn Abbas kwamba aya hii imeshuka baada ya washirikina kusema qalu innal mushrikina qalu, hakika washirikina walisema nini? Kwamba imarata baitillah, kuimarisha nyumba ya Allah, wa qiyama ala siqaya, na kusimamia kuonyesha maji mahujaji, khairun mimman amana wajahada, ni bora kuliko mtu aliyoamini na akapigana jihadi, kuliko mtu mwenye kuamini na akapigana jihadi. Hii ni kuonesha ya kwamba katika matendo hayo kunyesha maji mahujaji sio jambo la ibada, kuimarisha Masjidil Haram sio katika jambo la ibada, lakini haliwezi likazidi kumwamini Allah na kupigana jihadi ambayo mtu anatoa uhai wake, anatoa mali zake, anatoa fikra zake, anatoa kila kilichokuwa chake, haiwezi ikalingana. Ndugu yangu Muislamu, haya ni katika baadhi ya mambo ambayo tunafeli katika kuangalia jambo ambalo ni bora zaidi na lile ambalo ni bora. Aqulu qawli hadha astaghfirullah alazim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, amma ba'd. Ndugu yangu Muislamu, katika haya ambayo tunaendelea na kwamba kuangalia jambo ambalo ni bora zaidi kuliko lingine, na hivi ni katika baadhi ya mambo ambayo watu wengi wanakosea. Na leo nakuta katika sunna, imekuja katika sunna mwanamke haruhusiwi kufunga funga ya sunna kama mume wake yupo, ila kwa idhini yake. Hii ikiwa na maana gani? Maanake mwanamke kumtii mume ni jambo la wajibu. Huwezi kutanguliza sunna ukaacha jambo la wajibu, ukajifanya wewe ni mcha Mungu, unafanya ibada ya funga na umefunga kwa ajili ya Allah, lakini haiwezi kukubalika kwa kuacha jambo ambalo ni wajibu zaidi ukatenda jambo ambalo ni mustahabu. Hili ni sheria inafahamika, mwanamke hawezi kufunga, na haikufanywa hivyo isipokuwa ni kwa kujua kwamba haki ya mume ndiyo ina nguvu zaidi na ndiyo wajibu zaidi. Ndugu yangu Muislamu, na leo wanawake wengi tunaangalia katika jamii yetu, kumtendea mume haki yake ni jambo la wajibu. Leo wanawake wanatoka wanaenda kufanya biashara. Biashara ni halali, lakini kumtii mume ni jambo la wajibu. Wako wanaume leo wameteswa au wanateseka kwa kukosa haki zao za msingi kwa wakati mwafaka. Mwanamke anatoka alfajiri mapema, anarudi usiku saa 4. Mwanaume ndio anayewahi nyumbani. Wajibu wa kwanza wa mwanamke ni kumtii mume wake na kulinda nyumba ya mume wake na watoto wa mume wake. Huu ndio wajibu wa kwanza wa mwanamke. Mambo mengine haya ni mambo ya ziada. Kwa hiyo huwezi kutanguliza jambo ambalo ni halali ukaacha jambo ambalo ni la wajibu zaidi. Ndugu yangu Uislamu, vile vile imekuja ya kwamba kauli ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah akiwa anasema ya kwamba laisa al-aqilu man ya'lam al-khaira min ash-sharri, sio mtu mwenye akili ambaye anajua kheri na hii ni shari. Sio mtu mwenye akili, kama anazo lakini sio akili timamu, sio akili za kutosha. Akasema innamal aqil, hakika mtu mwenye akili, alladhi ya'lamu khaira al-khairaini wa sharra sharraini, mtu mwenye akili ni yule ambaye anajua kati ya kheri mbili ipi yenye kheri zaidi, kati ya shari mbili ipi yenye shari zaidi. Huyo ndio mtu mwenye akili. Na haya
ni mlango mpana sana. Hata katika kukataza maovu, kuondoa munkari, inatutaka tujue kanuni hiyo, kwamba huo munkari nataka kuuondoa. Je, madhara yake yatakuwa ni makubwa zaidi au ni madogo? Kama hujatumia fiqhi, haujatumia sheria ya maslahi. Sio hivyo tu, bali tumeambiwa hata katika matendo yetu ya ibada hizi za sunna na ibada za faradhi, ibada ya faradhi inatangulizwa kuliko ibada ya sunna. Na matendo ya dhahiri na matendo ya moyoni, yanayotangulizwa ni matendo ya moyoni kuliko matendo ya dhahiri. Imekuja katika hadithi ambayo ni sahihi ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, akiwa anasema yahqiru ahadukum salatahu ma salatihim wa siyamahu ma siyamihim, kwamba atadharau mtu, ataona yeye hana kitu cha kufanya kwa kuangalia swala ya watu wengine, kwamba kuna watu swala zao ukiwatazama kwa dhahiri yao, yani wewe unaona hauswali. Kuna funga, yani kuna watu wanafunga, ukiangalia funga yao wewe unaona kwamba wewe haufungi, yani wewe hauna kitu. Na leo kuna watu ambao hata dini yenyewe hii mpaka wao wanaona huna dini, mwenye dini ni yeye tu, kwa sababu ya udhahiri wake, kwa sababu ya mambo ya nje. Akasema wayaqrauna alqur'ana la yujawizu taraqiyahum, na wanaisoma Qur'ani lakini Qur'ani hiyo haivuki hapa shingoni. Maana inasoma kwenye ulimi lakini ndani hapa haipiti, haiendi kwenye kifua ikaeleweka ikafahamika. Wanachuoni wakasema ni kwa sababu ya kutokuielewa Qur'ani, ni kwa sababu matendo yao hayanyanyuliwi kwenda juu, kwa sababu ya itikadi yao ni mbovu, kwa sababu ya itikadi yao ni mbovu. Na hata wakiisoma ikaenda ndani, ina maana hawaifanyii kazi inavyotakiwa. Nasema Qur'ani wanaisoma kwa ulimi lakini haipiti kwenye shingo, haipiti hapa kwenda ndani, haitafakariki, haifahamiki. Akasema yamruquna min ad-dini kama yamruqu sahamu min ar-ramiya, ni watu ambao wanachomoka kwenye dini wakati wote, kila wakati, kama vile mshale unapochomoka, unapokuwa umerushwa kumpiga mnyama, kwamba unaweza ukampiga mnyama na mshale, tena ule mshale ukaenda kuokota. Ukiangalia kwenye ncha hakuna damu, ukiangalia katikati hamna damu, ukiangalia mwisho hakuna damu. Ni kwa jinsi gani ulivyopenya na ukapita bila kuchukua hata athari yoyote, na ni jinsi gani watu hawa dini inavyopita kwao haiwaachii athari ya lolote. Wasema hili ilikuwa inakusudiwa makhawariji waliotoka katika Imamu Ali, lakini nasema fikira hii bado haijaisha. Inawezekana watu nao picha yao, sura zao, lakini fikira za kuamini hivyo, fikira za kuitakidi hivyo bado zipo. Kwa hiyo Muislamu, wanawachuoni wanasema sababu kubwa iliyokuwepo ni kwa sababu ya undani wao. Wameficha kitu ambacho kinaitwa kiburi na kudharau, kuona wengine hawana lolote isipokuwa ni wao. Kilichojificha ni kiburi. Ina maana hawajatengeneza nyoyo zao, wametengeneza appearance zao, wametengeneza muonekano wao wa nje, lakini wakaacha kushughulikia moyo. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, au kama qala sallallahu alayhi wasallam. Mtume anasema Mwenyezi Mungu haangalii sura zenu, haangalii shepu zenu, haangalii mali zenu, anaangalia moyoni. Nini ambacho kipo kwenye moyo? Itikadi iliyoko moyoni ni kitu muhimu sana. Matendo unayoyafanya yaafikiane na itikadi, yawe yanaendana pamoja na vile unavyotenda na vile unavyoitakidi. Ndugu yangu Muislamu, nimesema kwamba haya ambayo sheitani anayatumia na kufanya kama chance na kama ni fursa ni yako maeneo mengi. Hapa nataja tu katika baadhi ya mifano. Nimalizie hichi kwa kukitaja kipengele cha mwisho, kwa sababu dakika hazinitoshi, na nikisema niache nije nirudi kwa kipengele kimoja inawezekana pia ikawa ni ngumu. Cha mwisho kabisa, Ibilisi laanatullahi alayhi
anapokuona umeshikamana na manhaji sahihi na aqida sahihi, anakuja anatafuta, sallatu alayhi hizbahu, anakuletea watu wake, anakusalitishia watu wake, ambao hao watu watakaokuja kwako wewe, lengo na madhumuni waweze kukuudhi wewe, bianwa'il adha, watakuja kwako wewe kwa aina mbalimbali za maudhi, na hata kukupa majina mabaya ili watu wasiweze kukusikiliza. Na inawezekana hata katika namna fulani ya wewe unaweza ukapewa sifa mbaya ya kuweza kuwafanya watu wengine pia wawe wabaya. Na katika hao anaweza akatumia mashaitani wa kijini, anaweza akatumia mashaitani wa kibinadamu. Na kati ya mashaitani wa kijini na mashaitani wa kibinadamu, basi mashaitani wa kibinadamu ndio wabaya zaidi, ndio wabaya zaidi. Mwenyezi Mungu anasema, wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum, na hakika mashaitani wa kijini wanatoa ufunuo, wanawapa ufunuo mawali zao, majamaa zao, marafiki zao, ili waweze kuwajadilini ninyi, ili kuweza kuwatoa ninyi. Na hata katika zama hizo walikuwa wanawaambia watu ambao ni Waislamu washirikina kwamba ninyi mnakataa kula vibudu tuliochinja, viliokufa kwa kuuawa na Mungu, lakini mnachinja nyinyi wenyewe mnakula. Kati aliyochinja Mungu akaua Mungu na wewe ukiua, kipi bora? Yani ninyi hivi mliochinja ninyi ndio mnakula, lakini aliyoua Mungu hamli. Hivi kati ya Mungu na ninyi nani ambaye ni bora? Mjadala wa Ibilisi, wafuasi wa Ibilisi. Kwa hiyo haya ndio ambayo yapo katika sisi, kwamba leo Ibilisi anawatumia wanadamu, anawatumia wafuasi hao kuweza kuwatoa watu katika manhaji. Leo nakuta mwanamke wa Kiislamu anataka avae hijabu na huku anataka avae fashion, huku nywele ameunganisha lakini anataka afunike kichwa. Mwisho wa siku kichwa kinakuwa kirefu, hakijulikani kinaenda wapi. Anasema msuko wa Kilimanjaro, na kumbe nywele zenyewe hana, ni nywele za kuunganisha. Kwa hiyo huyu amefuatwa na nani? Na wanadamu. Wewe bwana unakaa tu kama bibi. Wewe bado msichana, unaachaje hivi vitu? Msichana anaamua kuacha jalabibu, anavaa vinguo vya kubana, anavaa vinguo vya kutaiti. Kijana wewe mwanaume, unaachaje mambo ya muziki bwana? Wewe bado kijana mdogo. Unaachaje mambo ya kushangilia mpira? Wewe bado wewe kijana mdogo. Kwa hiyo mtu anaamua kuacha mambo ya ibada, anaelekea kwenye mambo ya kipuuzi, kwa sababu marafiki zake waliomzunguka ndio wanaomvuta kwenye upande mbaya. Anasema shetani wa kibinadamu hata ukisema a'udhu billahi minashaitani haondoki, lakini shetani wa kijini ukimlaani anajificha. Alladhi yuwaswisu fi suduri nas minal jinnati wan nas, au min shari alwaswasi alkhannas, kutokana na shari yule mwenye kutia wasiwasi. Lakini ukimtaja Mungu anakuachia, anaondoka. Lakini shetani wa kibinadamu hata ukasema a'udhu billahi mara 100 atakwambia twende tu. Kwa hao ni hatari zaidi. Leo tukiangalia katika maisha yetu, waliotuharibu ni jamaa zetu, ni marafiki zetu. Kwa hiyo ndugu yangu katika imani, wafuasi wa shaitani ambao tulionao ndio wanaotumika kwa ajili ya kumtoa mtu katika manhaji sahihi. Muda hauturuhusu tuishie hapa. Kwa yale ambayo tuliowafikishwa na Allah kuyasema, ni katika mambo ambayo ni mikakati ya Ibilisi, mikakati ya shaitani katika kuwapoteza wanadamu. Wal afwa minkum. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir lana wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Faqimis salam.